Naam, hujambo mpenzi msikilizaji, karibu katika taarifa za idhaa ya BBC Swahili, ikiwa leo tarehe 21 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Tunakujia moja kwa moja kutoka mji wa London nchini Uingereza. Jina langu ni Macharia Mwangi. Tuanze taarifa zetu nchini Kenya, ambako kifo cha Raila Amolo Odinga mnamo Oktoba 15 mwaka huu kimeweka chama cha ODM katika wakati mgumu. Odinga, ambaye aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 80 nchini India kutokana na mshtuko wa moyo, alikuwa mwanzilishi wa chama hicho na alitambuliwa kuwa kiongozi mkuu wa upinzani nchini Kenya na kigogo wa mageuzi ya kidemokrasia. Kutokuwepo kwake kunazua maswali muhimu kuhusu uwiano, uongozi na umuhimu wa chama cha ODM wakati Kenya inapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Wachambuzi wanasema hatua ya chama hicho kuegemea chapa ya kibinafsi ya Odinga kunaweka hatarini, ikizingatiwa jinsi hali ya kisiasa inavyobadilika kwa kasi. Ushawishi wa Raila Odinga, ambaye alikuwa kiongozi mwanzilishi wa ODM, haukuwa na kifani. Alikuwa na uungwaji mkono katika maeneo ya Nyanza, magharibi mwa Kenya na baadhi ya maeneo ya mwambao wa pwani, akigombea urais mara 5 kati ya mwaka wa 1997 na mwaka wa 2022. Utetezi wake wa demokrasia ya vyama vingi na mageuzi ya katiba, hasa katiba ya mwaka wa 2010, uliimarisha jukumu la chama cha ODM kama nguvu ya mageuzi katika siasa za Kenya. Hata hivyo, uongozi wa Raila pia ulikifanya chama kutegemea mwelekeo aliotoa kisiasa, huku viongozi wakuu wa chama mara nyingi wakizingatia mamlaka yake. Migawanyiko ya ndani ilikuwa tayari imeanza kujitokeza hata kabla ya kifo chake. Mnamo Oktoba ya mwaka jana, mvutano uliibuka kuhusu kuteuliwa kwa gavana wa Kisumu Profesa Peter Anyang' Nyong'o kama kiongozi wa muda, huku baadhi ya viongozi wakuu wakihoji hatua ya Odinga kuunga mkono serikali na umri wake. Wiki kadhaa kabla ya kifo chake, Raila alisema, "Sisi ni ODM. Nani alikuambia kuwa ODM haitakuwa na mgombea mwaka wa 2027? Tuna mpango wa wazi ambao tumejadiliana na kuafikiana. Tuendelee kutekeleza mpango huo. Maamuzi mengine yatachukuliwa wakati utakapofika." Wakati wa ibada ya mazishi yake huko Bondo, magharibi mwa Kenya, Jumapili tarehe 19 Oktoba, viongozi kadhaa wa ODM walionekana kutofautiana hadharani kuhusiana na hatma ya chama hicho. Katibu mkuu Seneta Edwin Sifuna alisisitiza kuhusu kauli ya mwisho iliyotolewa na Raila Odinga kwamba maamuzi yatachukuliwa wakati utakapofika. Mizozo hii inaangazia changamoto pana inayokabili ODM katika kudumisha umoja bila uwepo wa Raila Odinga. Katika miji ya Kisumu, Migori, Siaya na Homa Bay, wakazi walimtaja Raila kama mfalme na kuonyesha wasiwasi juu ya uwezekano wa kutengwa kisiasa, kuashiria ugumu wa chama kudumisha uungwaji mkono wake kijamii na kitaifa. Igawa seneta wa Siaya Oburu Odinga ameteuliwa kuwa kaimu mwenyekiti wa chama baada ya kifo cha kaka yake Raila Odinga, suala ambalo linastahili kushughulikiwa kwa haraka iwezekanavyo ni lile la uongozi. Hakuna kiongozi hata mmoja anayeonekana kufikia hadhi ya kitaifa ya Raila Odinga. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba uwezo wa chama kumpata kiongozi atakayeunganisha wafuasi na mwenye haiba kubwa utaamua mustakabali wake katika chaguzi zijazo. Kifo cha Raila huenda kikazua malumbano ya kisiasa na kusababisha mpasuko wa ndani ikiwa pande zinazotofautiana mirengo zitashindwa kuungana kwa maslahi ya chama. Uhusiano wa ODM na serikali ya Rais William Ruto pia huenda ikatatiza mwelekeo wa chama kuendelea mbele. Wakati Raila alishikilia kuwa ODM haikuwa sehemu ya serikali, uamuzi wake ulizua sintofahamu miongoni mwa wanachama na wafuasi wa chama, haswa uchaguzi wa mwaka wa 2027 unapokaribia. Viongozi chipukizi ambao wana ukuruba na chama tawala cha UDA huenda wakadhoofisha chama cha ODM.
Chama cha ODM pia kinakabiliwa na ushindani wa nje. Wapinzani wake kama vile aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wamekuwa wakipinga ubabe wa ODM, huku baadhi ya wabunge akiwemo Karo Omodi wa Suba Kusini wakionya kuhusu kupungua kwa ushawishi katika ngome za jadi. Kushindwa kwa Raila katika kinyang'anyiro cha wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika mapema mwaka wa 2025 pia kulidhihirisha udhaifu katika wasifu wa chama kitaifa na kimataifa. Wachambuzi wa mambo wanadokeza kwamba chama hicho cha ODM lazima kinadi upya utambulisho wake, kiimarishe uongozi mpya na kuweka wazi msimamo wake wa upinzani, huku kushughulikia migawanyiko ya ndani na shinikizo kutoka nje. Urithi wa Raila kama mwanademokrasia na mwanamageuzi utaendelea kutoa hamasa, lakini mustakabali wa chama hicho utategemea uwezo wake wa kusonga mbele baada ya enzi ya Raila. Macharia Mwangi, shirika la BBC Swahili, nikiwa mjini London nchini Uingereza. Alamsiki.